Kutoka kwenye mitaa ya Dar es Salaam mpaka kwenye kilele cha majukwaa makubwa ya dunia, kutoka kwenye kanda za kaseti mpaka kwenye streaming platform kubwa kama Boomplay, YouTube, lakini pia ukisema Boomplay miongoni mwa platform za mwanzoni kabisa ambazo wakati mabadiliko hapo miaka kadhaa iliyopita tu nyuma hapa iliweza kuchukua nafasi. Leo ni Julai 10 ambako tunaangalia safari ya Bongo Flava ilipotoka, kuanzia ilipoanza, na wako wanautaja kwamba mwanzoni mwa miaka 1990 ndipo ilipoanza Bongo Flava, lakini wengine wakisema mwaka 1994 na kuendelea, lakini wako wanaitaja kabisa mwaka 1996 ambako sasa ukipiga hesabu unaiona miaka 30. Je, pengine sahihi ni lipi? Lakini waanzilishi wa Bongo Flava wapo wazalishaji wengi, kwa maana maproducer wanaotajwa akiwemo P-Funk Majian, akiwemo wale wa mwanzoni, lakini Master J miongoni mwa wazalishaji maproducer ambao walifanya vizuri zaidi kupitia MJ Records, lakini wako wanaotaja kina Makochali miongoni mwa wazalishaji wa zamani na mwanzoni. Sasa maproducer wako wengi sana kwenye muziki wa Tanzania, huu unaotajwa kuwa Bongo Flava, lakini kabla ya hapo wanasema haikuwa Bongo Flava, ilikuwa ni kuiga kutoka kwenye muziki kutoka kwenye mataifa mengine na kuingiza baadhi ya maneno tena ya Kiingereza. Lakini mwaka 1996 inatajwa aliyekuwa mtangazaji Mike Mhagama ndiye ambaye alilitamka neno Bongo Flava kwa mara ya kwanza na uasisi ukaanzia hapo. Hayo ni yale yanayozungumzwa, lakini sasa mazungumzo haya yanatupa safari gani kati ya yale ambayo tumeyasikiliza tangu awali? Umefahamu baadhi ya vibao vilivyotoka mapema kabisa, umefahamu kati ya wasanii wanaotajwa mapema kabisa Mr. Tusugu, wanaotajwa waliofanya mapinduzi ya burudani hapa nchini Tanzania wanatajwa Professor J, lakini wako ambao waleta mapinduzi ya kuimba na kucheza. Nimekutajia awali Prince, Dully Sykes. Hawa ni miongoni mwa wale pia wanaotajwa, lakini kizazi hicho kimebadilika na sasa wako wengi tu ambao unaweza kuwazungumza katika historia ya safari ya Bongo Flava ilikotoka, tulipo na tunako kwenda. Mimi ni Kevin Novat, niko naye Victoria Mwakisimba, lakini tumemwalika Lukman Maloto. Hapa ni mmoja wa kongwe kwenye tasnia ya burudani ukifahamu, lakini umekuwa kwenye tasnia ya habari. Yako mengi unayofahamu kuhusiana na haya, lakini si hayo tu, tutakuwa na nafasi ya kufahamu kuhusiana na wasanii wenyewe wanasemaje. Hapo baadaye tutapata input ya kwanza. Karibu sana. Shukran. Mimi ni bahati kukutana nawe. Mimi pia naona bahati kuongea na wewe leo. Victoria yule pale. Na mimi ni Vicky, lakini si yule wa Professor J. Okay. Kwa karibu sana. Victoria mwingine. Okay. Lukman, safari ya Bongo Flava imekuwa na mambo mengi sana. Dio. Kila mtu ana story yake. Na leo nazungumza miaka 30 ya Bongo Flava. Kile ambacho kitafanyika hapo baadaye pale Mlimani City. Si jambo dogo, ni jambo kubwa la kutanisha wasanii wengi. Wako ambao hawatapata nafasi, na hata waliopata nafasi hawawezi kuonesha vyote walivyofanya kwenye historia yao ya muziki. Ni ipi safari ya Bongo Flava kwenye mwanzo wa miaka 10 ya mwanzo inayotaja kwenye hii 30, ama ni tofauti na hivyo kwako wewe? Miaka 30 kwa mfano, yani umezungumza hapo kuhusu jina la Bongo Flava, kwamba mwaka 96 Mike Mhagama ndio alilitamka. Lakini akiwa na DJ show ambayo ilikuwa ni show yake. Yes, lakini unatakiwa pia kufahamu kwamba kutamka jina haina maana kwamba ndio mwanzo wa ile. Yani bana, ni sawa sawa. Kuna watu wengine mtoto anazaliwa anakuja kupewa jina baada ya siku 40, mwingine baada ya mwaka na nini, lakini huwezi kusema yule mtoto alizaliwa siku alipopewa jina. Hilo natakiwa wewe la kwanza. Lakini kitu cha pili ni kwamba hata swala la jina nani alilitoa bado imekuwa ni debate mpaka sasa. Kuna wanamtaja DJ nani, si yule. Kuna watu waisha kumtaja DJ Steve B Skills. Okay. Kwa sababu mimi nimesha kuzungumza na Ibon Mwalim. Kwa watu ambao hawamfahamu, Ibon Mwalim ni kati ya watu ambao ni wakongwe sana. Ni watu ambao wameweza kuchagiza haya muziki kuwa hapa ulipo. Ibon Mwalim na DJ Kim ndo ambao walianzisha mashindano yanaitwa Yo Rap Bonanza. Ibon Mwalim anaitwa Yo Rap Bonanza. Okay. Yes. Yo Rap Bonanza ndio kitu jukwaa la kwanza ambalo lilisisimua ni muziki, watu kuja kushindana na kupata nafasi ya kurekodi. Ili ni kwamba lilianzishwa mwaka 93. Kwa hiyo ukisema Bongo Flava ni mwaka 96, unatakiwa ujiulize unaipeleka wapi historia
ya Europe Bonanza ambayo ilisisimua huu muziki. Mwaka 92 Saleh Jabir au Saleh J alitoa album ya Kiswahili ambayo inaitwa Ice Ice Baby King of Swahili Rap. Na Saleh Jabir aliishika nchi yote kwa miaka hiyo. Tumemsikiliza Saleh Jabir akifanya kazi zake na hiyo albamu ni mwaka 92. Sasa unatakiwa ujiulize kwamba ukisema muziki ni mwaka 96, historia ya Saleh Jabir inaondokaje? Mwaka 94 Kwanza Unit wametoa albamu yao ya kwanza inaitwa Kwanza Unit mwaka 94 na mwaka 32 sasa kutoka hapo. Mwaka 95 Kwanza Unit walitoa albamu yao ya pili inaitwa Tropical. Kwa mwaka 96 tayari Kwanza Unit wana albamu mbili. Hadi Blasters mwaka 95 wametoa album HBC. Yes, wametoa album. Kwa hiyo ukisema muziki Bongo Flava ni miaka 30, ni kwamba unaipunja ile historia. Kwa hiyo kwanza tutambue jitihada zozote za kuenzi huu muziki ni jitihada njema sana. Na kinafanyika ni kitu kizuri, kwa sababu inapaswa kufika mahali kutambua kwamba huu muziki una safari ndefu. Nitakupa mfano mmoja mwingine kuhusiana na hilo jina. Hip hop mwaka 2023 tuliona duniani kote wanafanya maadhimisho ya miaka 50. Lakini muziki wa hip hop ukizungumza miaka 50, maana yake ni mwaka 73 mpaka 2023 ndio ilikuwa inatimiza miaka 50. Lakini jina la hip hop mwaka 73 alikuwepo. Umeona? Mwaka 79 ni kundi la Sugar Hill Gang ambalo kupitia wimbo wake ambao unaitwa Delight Rappers ndio ambao walianza kulizungumza lile jina. Kuna mkongwe anaitwa Afrika Bambata. Yeye ndio ambaye alikuwa ni DJ, ndio ambaye akalichukua ile jina na kuzunguka nalo. Inapofika mwaka 82 ndio jina mwandishi anaitwa Steve Haga analichukua ile jina analipeleka kwenye mainstream na kubashiri kwamba huu muziki unakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana duniani. Kwa hiyo unajiuliza kwamba kama ingekuwa Steve Haga alipolipeleka hilo jina kwenye mainstream, ndio hapo sasa hip hop ikawa imezaliwa. Maana yake mwaka 2022 tungekuwa tunazungumzia miaka 40 ya hip hop. Lakini tulirudi mwaka 73 ambako muziki ndio ulianza. Kwa hiyo Bongo Flava haipaswi kuzungumzwa kwamba ni miaka 30. Yani manake ni zaidi ya huu ni muziki ambao umekuwepo tangu mwishoni wa miaka ya 80 Tanzania, kwa sababu muziki umekuwa tumeuadapt ndio maana mwanzoni katika harakati na nini, lakini ukitaka kupuuza hizi jitihada hutafahamu kwamba Sugu na kundi lake la kwanza wametoa album mwaka 92 sahihi. Umeona? Utapuuza kwamba Saleh Jabir katoa album mwaka 92. Utapuuza kwamba Kwanza Unit wametoa album mwaka 94. Utapuuza kwamba Hadi Blasters wametoa albamu mwaka 95. Na Maloto, ukiwa unazungumzia hapo swala zuri kuhusu Hadi Blasters, tulipata fursa nzuri ya kuzungumza na Fanani Terry. Natamani tumsikilize kwa dakika chache kisha tutarejea kwako. Sawa. Fanani Terry miongoni mwa nyota ambao walifanya vizuri na bado wapo. Historia inatuambia hivyo. Ametueleza vizuri sana ndani ya kipindi hicho album zao walivyokuwa wanaziandaa na kuzizalisha. Nafikiri tusikilize na kutazama Kiuhalisia mtu labda angekuwa wa kwanza kuwa na Blasters angeweza kuwa Sugu. Sababu tulifanya album yake ya kwanza, sisi tulifanya featuring na sisi tulikuwa producer. Lakini yeye kwa sababu alikuwa mshikaji wake ni BG, album alifanya mwenyewe na akaona kwamba anaweza akaenda mwenyewe, sio? Yes, ilipokuja kesi ya Professor J, yeye akaona kwamba bana, mimi sina pa kwenda, naona kama nimefika hapa.
Basi kwamba basi kama umefika kiti hichi hapa. Tunaishi. Kwa tunaishi hivyo. Heshima sana. Yes. Akaonekana kwamba ndo msumbufu zaidi, yani mistari. Kwa sababu kumbuka kitu kimoja, unapokuwa unamleta mchezaji hata kwenye timu yako, na wale ambao wapo kwenye timu siku zote wameifanya timu ijulikane, anapokuja star mwingine kuna chachu anaileta, na ndio maana hata tunakubaliana kwamba kila mtu atengeneza timu yake. Baada ya funga kazi, yeye ndio tukampa nafasi ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mgeni kwenye kundi. Sisi ambao ni mpya amesajiliwa. Kwa hiyo unatakiwa umwache atoe uchungu wake wote, sababu ni nafasi ambazo siku zote watu wanakuwa wanazihitaji kupata platform ya kufanya kile ambacho unacho, na nafikiri mmeona ambacho alikuwa nacho Prof au ambacho anacho mpaka sasa kina ubora wake, kimeleta mapinduzi. Kwa hiyo kwa namna yake amefanya jambo kubwa ambalo heshima pia itakuja kwa Red Blasters, kwa sababu sisi tunamlea, sisi tuko naye pamoja na tukampa platform ya kwa jumla. Red Blasters ilikuwa na wasanii wangapi kwa ujumla? Unajua Red Blasters kwanza ilikuwa Red Blasters Foundation, na wale ambao tulihusika kwenye kutengeneza kundi tulikuwa tuko watu 5. Tulikuwa niko mimi Fanani, ndio anaita Terry Fanani, kuna Big Wile, kuna kaka mmoja anaitwa Tiger F. Wile ndo Big Wile Simba, yes, ambaye pia atakuwepo. Alafu kuna Ngida Letara ambaye anaitwa KC1, kuna kaka mwingine anaitwa Frankie Kolasa, Tiger F. Hiyo ndio ilikuwa timu yetu. Akaongezeka Tafu, tukawa watu 5. Baada ya hapo Tafu tukashirikiana kwenye mashindano 94, akaenda Marekani. Alipoenda Marekani, hawa ndugu zetu wawili, mmoja akapata safari naye akaenda Uingereza, huyu mwingine familia. Kipindiko ilikuwa kwenda Ulaya, ilikuwa kitu kama simple hivi. Wasanii wengi wa zamani wengi naona wameenda ng'ambo. Kile walikuwa wamekwenda ilikuwa itokani na sanaa, ilikuwa ni hasa nje ya sanaa. Kama huyu Taf Jem, yeye alikuwa ni engineer wa electronics. Kipindi kile kama unakumbuka, ulikuwa uwezi TV yako kaangalia kama umefunga Kristo. Yule jamaa alikuwa ni fundi wa vile vitu, kwa sababu babake ni fundi pia, alikuwa wa polisi pale Oysterbay. Na hata nafasi yeye kuondoka ilitokana kwamba alipata nafasi ya kwenda kumtengenezea TV yake mheshimiwa kipindi kile ya Hassan Mwinyi. Akaonekana kijana kamaliza shule, yuko hapa, ndo akapata mchongo kupata scholarship kwenda kuongeza elimu Marekani. Fanani Teli Maroto anatueleza namna ambavyo wasanii zamani ilikuwa kwenda nje ya nchi haikuwa kwa sababu ya muziki, ilikuwa ni kwa sababu zao zingine binafsi. Muziki umeushuhudia ulipotoka. Zamani muziki ulikuwa unafanyikaje? Ni sanaa, ni kipaji, ni chanzo cha kipato, ama ilikuwaje? Kwanza muziki mwanzoni kabisa ilikuwa ni fashion. Kwamba watu ni utamaduni mpya umeingia, kwamba watu wameupokea na wanaona kwamba kijana kwenda na wakati ni lazima kurap. Ndio maana ikawa ni watu wanaenda kwenye mashindano, wana rap, na haikuwa kwa ajili ya fedha. Sasa inapokuja swala la muziki kuwa fedha, ndipo mnapo sasa unapoona sasa ukuu wa Sugu unapoingia, kwa namna ambavyo aliweza kwanza kutoa albamu mfululizo. Hakukuwa na mwanamuziki mwingine ambaye alikuwa anaweza kutoa albamu kila mwaka. Sugu alikuwa anatoa albamu mfululizo, na alikuwa anauza, na alitafuta njia ya kuuza, kwa sababu kulikuwa hakuna mifumo ya kuuza hata tape, zile kanda cassette zile. Lakini yeye alianza namna ya kuuza, na ndio maana kwenye hata ukisoma kitabu chake utaona kwamba Sugu amewahi kuwa ni mwanamuziki wa rap Bongo Flava, lakini amewahi kuwa mwanachama wa chama cha muziki wa dansi, kwa sababu wakati huo chama cha muziki wa dansi kilikuwa kina vifaa angalau vya kudurufu zile cassette. Kwa hiyo ilibidi naye ajiunge kule, apate nafasi ya kuweza kuzalisha zile cassette na kuingia kwenda kuziuza. Kwa hiyo hilo pia unatakiwa kuliona. Kwa hiyo kwenye swala la biashara utamuona ni Sugu ndio ambaye alikuwa kwanza na consistency. Kila mwaka anatoa album. Mwaka 95 katoa album Ni Mimi. Mwaka 96 katoa album Ndani ya Bongo. Mwaka 97 akaskip. Mwaka 98 akatoa album inaitwa Minite Mr. 2. Mwaka 99 akatoa album
inaitwa Nje ya Bongo, mwaka 2000 akatoa Millennium. Kwa hiyo alikuwa na ile consistency ndio ilimsaidia na ni baada ya hapo utaona kati ya mwaka 95 mpaka kuja 96 ulikuwa ukizunguka nchi hii jina la Mr. Two au jina la Too Proud lilikuwa ni maarufu kwa sababu alikuwa kama yuko peke yake. Lakini sio kama alikuwa peke yake, walikuwa wengi. Ila yeye ndio alikuwa ana release, anatoa nyimbo, anauza album, na ndio maana pia ilikuwa ni rahisi kuona kila mwaka unaweza ukasikia kuna nyimbo mpya za Mr. Two. Kwa hiyo biashara ilikuwa hapo na ndio maana watu walianza kuona mabadiliko ya kimaisha kwamba bana huyu watu wanamwanza kumuona labda mtu anaanza kuendesha magari, ana maisha mazuri kupitia huu muziki, kitu ambacho watu wengine walikuwa wanaamini kwamba ni kupoteza muda. Sasa unatoka hapo kwenye mapinduzi makubwa zaidi pia yaliletwa na hao Hard Blasters. Sasa ni kipindi ambacho pia Professor J ameshajiunga wakati huo akiitwa Nigga J. Kama ambavyo Terry alikuwa anaitwa Luna T. Yes, fanani. Kwa hiyo J alikuwa anaitwa Nigga J na kabla hapo alikuwa anaitwa ni J Hustle. Kwa hiyo baadaye ile mwaka 2000 ile album ya Chemsha Bongo, album itafunga kazi. Funga kazi. Kuna ngoma ilikuwa na Chemsha Bongo ndio ilikuwa ni release namba 2 baada ya Chuzi Limekubali. Lakini sasa Chemsha Bongo ilikuwa ni story ambayo ilimfanya kila mtu aisikilize, kila mtu aipende na kila mtu aone kwamba ina elimu kubwa na mafunzo ndani yake. Kwa hiyo ikasababisha kwamba sasa kila mtu aone kwamba kumbe huu muziki unaweza kutumika kama darasa au sio uhuni kama ulivyokuwa unachukulia mwanzo. Sio uhuni kwa sababu ukisema uhuni unazungumziaje uhuni? Chemsha Bongo ilibadilisha. Ni hata kwa mfano hata huko nyuma tumeshakuwa na nyimbo ambazo zilikuwa zina mafundisho mengi sana, lakini aina ya uwasilishaji wa J ulikuwa ni wa kipekee, kwamba unapewa story mpaka inakamilika. Unaona kabisa kwamba unaweza ukazaliwa kwenye familia hii usipofuata misingi mizuri unajikuta umeishi maisha ambayo ni ya hovyo kama ambavyo Jay mwenyewe ameyazungumzia. Kwa hiyo ile album ya mwaka ni Funga Kazi 2000 ilikuja kubadilisha fikra za watu wengi sana, za watu wazima ambao walikuwa wakiona mtu ana rap wanamuona kwamba ni muhuni. Umeonekana kama ni watu ambao wanapoteza muda, ni watu ambao wamepotoka, kwa sababu ulikuwa unaonekana ni utamaduni ambao haukubaliki. Umeona, lakini ile ilianza kuonyesha kwamba huu ni utamaduni unaokubalika, na ndio mwanzo sasa wa kuifanya sasa hii Swahili rap au Bongo Flavor iingie kwenye mainstream. Na Maloto, katika kuchagiza swala hili pia Simba wa Porini Afande Sele alitueleza namna ambavyo anajivunia hii safari ya muziki na namna ambavyo imeleta mapinduzi makubwa. Tumsikilize dakika chache hapa Afande Sele, kisha tutarejea. Kupata kwa chabu sana. Unajua ukimwona Simba mjini ujue kafugwa. Simba akae mjini. Simba mjini labda ni mdogo wangu Nasibu tu, lakini Simba mwenyewe niko porini. Ila huku na mwanangu tu. Sasa hivi umekuja mjini sasa. Ndo maana yake. Kwa nimeletwa na watu yani. Kwa hapa ukiona mjini ujue kuna kazi kubwa inakuja. Tumezalisha kiwanda kikubwa cha ajira, na sio tu ajira za kufanya watu wale wasomeshe, lakini pia wawe matajiri na mabilionea na wenyewe waajiri. Kwa mimi najiona kama ni mmoja wa watu ambao wamechonga njia. Tumechukua jina la wachonga kwa sababu tumechonga njia ambayo leo imesababisha kuwe na mabilionea kupitia muziki ambao wameajiri watu wengi. Maisha yamekuwa makubwa. Kwa hiyo tumeweza kusaidia serikali pia kwenye shida kubwa ya ajira ambayo vijana walikuwa hawana. Kwanza kuna kama Bongo Flava ambao leo wanafanya muziki huu, bila muziki huu huenda wengine kishakuwa majambazi, wengine kishakufa. Kwa hiyo mimi kwangu ni proud, ndio maana natamani kuona tarehe 10 watu wengi wakija tukisherehekea sikukuu ambayo imesababisha tuzalishe ajira kubwa, kodi kwa serikali, uchumi unaenda mbele. Kwa ni proud kubwa sana kwangu mimi.
Afande Sele yeye anaona fahari kwa namna ambapo amefanya, pia anao mchango katika mapinduzi makubwa ya muziki tangu zamani kufanyika kama sanaa, kama fashion, lakini mpaka leo kuzalisha mabilionea, kuzalisha ajira nyingi. Anasema pengine wengine wasingekuwa wanafanya muziki labda wangekuwa vibaka huko mtaani. Namzungumzia Selemani Msindi ambaye amekuwa na mapinduzi makubwa ya burudani, anayewakilisha Morogoro, amefanya vitu vingi kwenye muziki. Binafsi yako yeye Afande Sele, kile ambacho umekiona akikifanya, anachokifanya kwa wakati ambao umepita, ni mchango wake ni upi kwenye Bongo Flava? Mchango wake ni mkubwa. Alikuta tayari muziki umeshafika mahali, akafanya kazi yake kubwa sana ambayo ilikuwa ina thamani na imeweza kusogeza, ule mchango wake umeweza kusogeza muziki kuwa hapa ulipo, kwa sababu Afande ni mtu ambaye ameingia kwenye huu muziki wakati tayari hela imeshaanza kuonekana. Ipo. Yes, Afande ameikuta hela imeshaanza kuonekana, na ndio maana ilikuwa ni rahisi kwake kuufanya na kuendelea kuijenga ile safari ya kibiashara ya huu muziki. Kwa hiyo Afande amefanya kazi kubwa na Afande ameibukia, unajua ameibukia kwa Sugu. Lakini miaka hiyo 2000. Yes, albamu ya kwanza Afande ameanza kusikika ni albamu ya Sugu, Millennia. Okay. Alafu albamu ya pili ya Sugu inaitwa albamu ya pili, albamu ya mwaka 2000, nafikiri ni albamu ya 4 au ya 5, inaitwa Millennium, ndio ambayo Afande Sele alianza kusikika. Alafu albamu ya 5 au 6 ya Sugu inaitwa Maisha na Muziki, Muziki na Maisha. Afande Sele mle ndani amesikika sana. Hiyo ni kabla hajatoa hata wimbo wake mmoja, na kulikuwa kuna bonus track ambayo inaitwa Afande anasema kimya Afande anasema. Imo ndani ya kwenye albamu ya Sugu, lakini mle ndani kuna nyimbo nyingi ambazo Sugu amemshirikisha Afande. Kwa hiyo ilikuwa ni ndo foundation ya Afande. Kiachana na Darubini Kali Mtazamo, miongoni mwa ngoma zake ambazo huwezi kuzisahau kwenye masikio, lakini ushirikiano uliokuwepo, huyu alikuwa anafanya hip hop na Mr. Tu Sugu anafanya hip hop, wakashirikiana na wakaweza, na anamweka kwenye albamu yake na anaonekana na anafanya vizuri. Ushirikiano wa muziki wa kipindi hicho, unakumbuka kulikuwa na makundi ambayo yanasigana wakati huo. Upande huu kuna Mwana FA na YY, upande huu kuna wengine kina Mr. kina Juma Nature kwenye kundi lao. Ushirikiano huu ambao walikuwa wanaufanya na yale ambayo yalikuwa yakifanyika kwa maana ya kuvutana, kuna lolote ambalo lilichangia kwenye muziki kufika hapo ulipo? Naam, kwa mfano nitakupa mfano mmoja. Umeona kwa mfano HBC kumpokea Professor J na kuja kufanya albamu ya Funga Kazi 2000, ilikuwa ni ushirikiano wa hali ya juu, lakini ilionyesha namna gani ambavyo mkiwa pamoja mnakuwa imara na mnaweza mkafanya kitu kikubwa sana. Ile ni albamu bora sana ambayo unaweza ukaisikiliza mpaka kesho kutwa. Terry amewaelezea mfano albamu ya kwanza ya Sugu ya Ni Mimi imerekodiwa pale Don Bosco mwaka 95. Producers walikuwa ni hao kina Terry. Umeona, wakati kuna vitu vingine anapiga kwa mdomo. Yani HBC na Sugu wanaingia studio, Malon Linje ndio producer, lakini hawa ndio ambao wana idea, wao ndio wana hip hop. Kwa hiyo sasa ili tutengeneze, inabidi utamuona hapa Willy One, Big Willy, utamuona hapa Terry, utamuona na Sugu, wakati hata J hajawa HBC. Kwa hiyo ni ushirikiano ambao unakuja kuleta hiyo album. Sawa Maroto. Yeah. Na tumeizungumzia Bongo Flava ilipotoka na inapokwenda, lakini ninasikia uchungu kwamba tunazungumzia tu wanaume. Sijapata kusikia wanawake. Tukitazama Bongo Flava, wapo wanawake waliotokeza sana katika huu muziki tena mwanzoni. Wanawake Maroto, hebu nisaidie kuwatambua. Wanasikia uchungu. Wanawake wapo. Kwa mfano kuna Stara Thomas, nimeona hata kwenye hii show ambayo inakwenda kufanyika yumo. Stara Thomas ni mwanamuziki wa siku nyingi, ni mchonga njia. Pia kuna kundi ambalo lilishika sana
mwanzoni mwa miaka 2000 na mwishoni mwa miaka ya 90, Unique Sisters lilifanya vizuri sana. Kwa hiyo wanawake wapo, lakini hivi karibuni tulimpoteza dada ambaye anaitwa Zaibi. Nakumbuka ilikuwa mwaka 1999 2000 alikuja kuleta mapinduzi makubwa ya rap. Alipotoa wimbo wake unaitwa Gado, Nipo Gado, akimshirikisha Inspector Harun. Ulikuwa ni wimbo ambao ulikuwa ulichezwa kila mtaa, kwa sababu ulikuwa ni kwanza Zaibi alikuja na introduction ya rap nzuri, style, flow, alikuwa lakini pia lyrics zilikuwa vizuri. Kwa hiyo alifanya vizuri Zaibi, huwezi kuacha kumtaja. Sasa kuna wengine walifuata. Kwa mfano Sister P alikuja baada ya Zaibi na alifanya vizuri. Kuna dada mmoja aliibuka sana na alifanya vizuri, anaitwa Dajo. Alipoteaga, lakini kuna Datas alifanya vizuri sana, na nafikiri katika wanamuziki wa kiki wa rap ambao walikuwa na consistency ya muda mrefu zaidi ni Datas. Kwa sababu nakumbuka mpaka mwaka 2010 Datas alikuwa bado yupo kwenye rotation ukiangalia na kutoa nyimbo na kusikika. Lakini sio, unajua Bongo Flava sio nani tu, sio kurap tu, kuimba. Kwa mfano huwezi kuacha kumtaja Lady JD. Kwa sababu na Lady JD katika wanawake nafikiri ndio ambaye aliweza kuleta mapinduzi makubwa ya kibiashara kwenye huu muziki, kwa sababu albamu yake ya Machozi mwaka 2000 ilifanya vizuri, lakini kabla alishiriki kwenye albamu ya pamoja inaitwa Asubuhi ya 2000. Ilikuwa umo ndani kuwa kuna kina Fina Mango. Kwa mfano Fina Mango ni mtangazaji, ni mwanahabari, lakini ni mwanamuziki. Ulimsikia mle ndani. Ndio kuna album kama yake na Mr. Paul alikuwemo mle ndani na nini. Kwa hiyo wanamuziki wa kike wako wengi, na walikuja, wengine wakaondoka. Kwa mfano kuna mwanamuziki mmoja alifanya vizuri sana kati ya mwaka 2000 mpaka 2005, Rene Lamira alipotea. Sawa. Yes. Na inawezekana sasa pengine wengine wanajiuliza tu kuhusu Unique Sisters, pengine wengine wamewasahau, lakini tulipata bahati ya kuzungumza na baba yao. Yes. Mzee Ahmed Kipoz, tukamuuliza katika nyakati zile watoto wa kike kufanya muziki tena wa Bongo Flava, aliwezaje kuwapa ruhusa, lakini mchango wake na kuwaelewa watoto hawa kutimiza ndoto zao na kuitumikia sanaa. Mabinti zangu baada ya kumaliza kiwango chao cha elimu kwa sababu shule alizosoma zilikuwa zinawafundisha na muziki. Kwa hiyo kwanza walicheza muziki wao kama kujifurahisha. Haikuwa kwao labda ni lengo tuje tupate kazi ama ije kuwa kitu cha kikubwa sana. Kati ya mambo ambayo walikuwa wanajifunza, kwa sababu wakati huo ndo kwanza tulikuwa tumerudi kutoka Japani, wakawa wanaendelea na masomo yao ya Kijapani, kwa sababu nilijaribu kukusanya muhula mzima wa masomo ya Kijapani kwa kujifundisha kwa kutumia vitabu na video. Kwa hiyo wakawa wanaendelea na kujifunza Kijapani, lakini at the same time wakati huo wakapendelea kujaribu muziki ili kuona kuna nini. Kwa hiyo hawakuchukulia muziki kama kazi, bali walichukulia muziki kama kuondoa lile joto la ujana. Nilichokifanya siwezi kusema kama kimeleta manufaa, kwa sababu wao walikuwa wanafanya muziki unajua binadamu, hasa watoto zetu, unatakiwa uwape uhuru kwa namna fulani, lakini kuna taratibu na sheria zako unazoziweka. Ikiwa kama unazifuata vizuri, maelekezo yako unayowapa kama yanakwenda vizuri, ninyi mkiwa kama wazazi, sikuona sababu kwa nini waziwie. Kwa
nini? Kwa sababu dunia hii ni pana na ina mambo mengi. Kwa hiyo wacha mtoto ajifunze, lakini unamwekea sheria na taratibu. Mfano, ni lazima umjue Mwenyezi Mungu, ufate dini. Yote walikuwa wanayafanya. Toka kucheza muziki, wanarudi wanasali, wanafanya ibada zao, wanajifundisha Qur'ani. Sasa mimi sikuona sababu kwa nini wasijifundishe, kwa sababu kwanza walikuwa wana wasikivu sana kwa mzazi wao. Mimi ni mzazi wa kiume, mimi yangu ni kuomba ruhusa, na baada ya kukaa wao na mzazi wao wa kike wanafuata maadili, na sote wa pamoja tukaridhika kwamba waachie wafanye kitu hiki cha muziki, jambo ambalo baadaye likaja kuzua, kila mzazi akaona kumbe inawezekana. Lakini sasa utizame na malezi uliyoyapata, mazingira unayokulia. Sasa wanangu nadhani walikulia malezi ambayo waliona inawafaa na hayakuwapa tabu sana. Mzee Ahmed Kipozi, mtangazaji nguli na yeye ndiye baba wa Unique Sisters. Kevin, unakumbuka baadhi ya nyimbo zao? Kwanza wako watatu na kwanza mzee Ahmed Kipozi miongoni mwa wazee ambao mimi nafikiri wakupongezwa sana kwa sababu mabinti watatu wanaunda kundi na wanaingia kwenye muziki wakati ambao bado imani kwamba ni biashara haijawa, lakini pia mtoto wake mwingine wa kiume anaitwa DJ Ibra alimruhusu kuingia kwenye tasnia. Sasa si umeelewa ambacho alikuwa akikizungumza kwamba yeye binafsi alichokuwa kiangalia ni kwamba wasikilize, wape nafasi. Unaikumbuka hiyo? By show. I love you baby. Nitakuimbia baadaye. Mimi mwenyewe. Nitakuimbia. Napasiwa na watu kwa sababu inaweza kisiwe kipaji kizuri sana kwa wakati huu. Sasa. Maloto umemsikia mzee Ahmed Kipozi na ilikuwa ni ngumu sana wakati ule kuamini kwamba tayari muziki ni biashara na mtu anaweza akaufanya akatoboa ikawa sehemu yake ya maisha. Imani ya wakati huo kwenye muziki ilibadilishwa na nini? Achana na familia kama mzee Ahmed Kipozi, bado imani ni ngumu hasa kwa mabinti. Nini kilikuja kubadilisha hiyo ramani? Na ukizungumza sasa kutoka mwaka 2000 mpaka 2010, hiyo ni safari nyingine ambayo tumeona mabadiliko makubwa sana ya muziki wa Tanzania. Kwanza mabadiliko hayajawahi kuwa ya jumla. Unajua, kwa kila wakati watu huwa wanaamini au mzazi kuna namna unatamani mtoto wako awe. Hapo ulipo hata mwenyewe uwezi nikikuuliza kwamba kama huna mtoto, kama ukiwa una mtoto utaniambia anataka awe nani, utaanza kufikiria daktari, utafikiria awe engineer, awe nani. Umeona? Lakini mtu akikwambia mapema tu, mimi bwana nataka ni concentrate na muziki, yani unaanza kumuona kwamba anapoteza muda au anapotea njia. Kwa hiyo haijawahi kuwa na kwamba itu wazazi tu kwa jumla wamesema kwamba bwana sisi tunataka watoto wetu wafanye hii kazi. Huwa ni utashi wa wasanii au watu wenyewe wanaamua kufuata ndoto zao, alafu kuilazimisha au kuwafanya wazazi waweze kuwaelekea. Hata umesikia hata mzee Kipozi anasema tayari hawa walishakuwa wamesoma muziki shuleni na walishakuwa wanataka kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo wao walichoamua ni kuwaendozi kwamba bana basi kwa sababu hakuna shida, ngoja tuwaendozi. Lakini kwa mzee Kipozi alikuwa ni mzee wa kisasa sana. Kwa wakati huo, unajua mtangazaji maarufu sana wakati huo. Kwa hiyo sauti ya maana sana miongoni mwa watangazaji wenye sauti za maana sana. Alirahisisha vitu vingi na ndio ambaye ulikuwa unaweza wakati wana muziki wengi. Unajua muziki huu kama unavyojua ni muziki ambao umejengwa na watembea kwa miguu, umeona, wavuja jasho. Unakuta mtu anatoka Mbagala mpaka Mwenge kufuata kwenda Mawingu studio kwenda kurekodi na anafika pale anaambiwa hawezi kurekodi, anaanza na safari ya kutoka Mwenge kwenda Mbagala. Sasa Ahmed Kipozi ndio ambaye alikuwa anawachukua mabinti zake kwa gari anawapeleka studio, wanaenda kurekodi. Support yake ilikuwa ni ya moja kwa moja. Kwa hiyo hata mtu akikaa hiyo tu peke yake ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa ni mzee wa kisasa, na ndo hawa hapo mabinti zake. Alikuwa ni mzee wa kisasa na ambaye pia na wazazi wengine ambao waliona
walipata hamasa, kwa sababu wakati huo pia Unique Sisters walikuwa maarufu sana. Sawa. Na tukisogea kwa majirani zetu Kenya, katika huu muziki mzuri na wa zamani, sasa tusiseme Bongo Flava ndio wakatushtaki wa Kenya, kulikuwa na mashairi mazuri. Ukiusikiliza wimbo unapata ujumbe mzuri, hata kama ni wimbo unaohusu mapenzi unakuwa huogopi kusikiliza mbele ya wazazi. Tunaye Nyota Ndogo, Mwanaisha Abdallah, mwaka 1981. Tumsikilize kidogo, umeitaja kitaalamu sana. Tumsikilize kidogo afu tutarejea kwako tuzungumzia haya mashairi mazuri. Mtu anaweza kaimba jambo lake lakini likasikika kwa maneno yenye staha. Alright, kama kukupenda ni makosa, sitaki kuwa sawa duniani. Kwani nakupenda sio siri, wengi wakiyaona kwa macho, machozi yatoka kila siku. Sitochoka mimi kukupenda, watakaosema na waseme. Wengi wakiyaona kwa macho, machozi yatoka kila siku. Sitochoka mimi kukupenda, watakaosema na waseme. Kwa kweli huu ni wimbo ambao hata mimi unanifanya nitikisike vizuri. Ni wimbo ambao una maneno mazuri, lakini ambayo unaweza kusikiliza na mtu yoyote. Maloto, tumepungua wapi ama tunaelekea wapi pale ambapo muziki ulipotoka mpaka sasa hivi? Bado tuna haya mashairi ambayo yanasikilizika mbele ya wazazi ama wazazi wanaziba masikio? Kuna mashairi siku hizi imekuwa changamoto na kiukweli changamoto ni kubwa, ila unatakiwa tufahamu jambo moja kwamba muziki ni kizazi. Unapotoka generation moja kwenda nyingine inakuwa kuna debate au kuna ubishani, kwa sababu hata huu muziki ambao unaozungumzwa kwamba ulikuwa na mashairi mazuri, kwa mfano umezungumzia wimbo wa Nyota Ndogo, lakini tuje kwenye nyimbo zetu kuna maneno yalikuwa yakitumika wakati huo yalikuwa yanaonekana ni ukakasi, lakini siku hizi kwa sababu kile kizazi kilichokuwa kinaona yale maneno ni ya ukakasi, siku hizi kimeona ni ya kawaida. Yani sasa hivi wanaona kama ni maneno ya kawaida. Kwa hiyo kuna wakati ni lazima tukubali kwamba muziki unakwenda na kizazi, na sifa kubwa Bongo Flava, nafikiri kati ya ushujaa au ukuu wa Bongo Flava ndio huo, kwamba tunapozungumza kizazi, huu muziki tangu umeingia umekuwa ukitengeneza mashabiki wapya kila kizazi. Yani muziki ni vigumu sana Bongo Flava kufa, na huo ndio ushahidi pekee ambao unaweza ukawepo, kwa sababu muziki ambao unakwenda kizazi kimoja kinapoondoka kinaondoka na muziki wake. Kwa mfano nitatolea mfano muziki mmoja wa dansi. Tumesha kuwa kuna struggle kubwa sana ya kufanya muziki wa dansi uonekane unaendelea. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna generation ambao iliukumbatia ule muziki, ilipoondoka watu wamechoka, hawaendi tena kwenye kumbi za starehe, wameona wafuatiliwa wanakuwa na concentration kwa watu wazima, umeona. Kwa hiyo unakuta muziki na wenyewe unadumaa. Wakati Bongo Flava wewe unapochoka unaishika vijana wanaamka. Umeona? Wewe utakuwa umechoka, umechoka, majukumu yamekuzidi, uendi klabu, vijana wapya utapishana nao asubuhi na bodaboda. Wametoka klabu usiku wanarudi nyumbani wanaenda kazini. 12 hivi. Kwa hiyo sasa ndio aina ni muziki huo. Kwa hiyo sasa haya maneno wakati mwingine ni kweli kwamba mara nyingi ukisikiliza nyimbo unaona kabisa kwamba wakati mwingine hakukuwa na sababu
hakukuwa na sababu ya wewe kutuwekea yale maneno ya matusi. Mbona wimbo ulikuwa mzuri tu, umeona. Lakini na mimi leo sasa Maloto nimekuandalia moja kati ya hizo nyimbo nzuri, ni kutoka kwake huyo Nyota Ndogo. Anakuambia watu na viatu, moja kati ya nyimbo ambazo hazifutiki na wala hazichoshi kusikilizwa kwenye masikio ya watu, kila mtu kupenda kusikiliza huu wimbo. Mtazamaji na enjoy, ndio. Rafiki yangu mpendwa, naja kwako, siku nyingi wanipokea kwa uzuri siku zote, wakati sina wanipa nitakacho, usiti nisemacho wako sawa, waniombea Mungu moyoni mwangu. Najua nina rafiki huyu wa kweli, hakuna yule ambaye hatakuja kati yetu, wakati sina wanipa nitakacho, usiti nisemacho wako sawa, waniombea Mungu. Oh, kuna watu na viatu duniani. Asante sana, na ni mapinduzi makubwa ya Bongo Flava, safari ambayo ina utamu wake kuisikiliza, kuifuatilia na kufahamu wale waliohusika. Wapo watayarishaji, lakini wako ambao wanawasimamia wasanii na wamekuwa wakifanya mambo makubwa sana, na moja kati ya hao ni mbunge sasa hivi, lakini pia amekuwa ni msimamizi wa msanii na wasanii. Anamzungumzia Babu Tale, naye pia ni miongoni mwa wale ambao wana historia na sehemu pia ya hichi ambacho kimefanyika cha Bongo Flava kwa miaka mingi. Nimepata bahati, nipo kwenye kamati ya elimu na habari, utamaduni na michezo. Maanake wizara ambayo inasimamia sanaa nchini ipo kwenye kamati yetu. Maanake waziri akija kwenye kamati yetu anaobei kile ambacho sisi tunahitaji. Maanake mimi naijua tasnia, mimi ni mwanamuziki, ni mwana habari, ni mwana mitindo. I've been with wote hao kwa wakati mmoja. Kwa nini tumeanza na miaka 30 ya Bongo Flava? Kwa sababu tunaona hawa watu tukifanya masiara watasahaulika wote. Tulikuwa tunafanya vipindi vya kumhoji kila mtu mmoja mmoja. Tulipofika muda wa kumhoji KR Mura, tulipomuuliza bwana, unaijuaje Bongo Flava? Akasema nilijua siku nilipoandika nyimbo na ikatoka ikaiti kajua hii ndio Bongo Flava. It means yeye anaamini yeye ndio miaka 30 ya Bongo Flava. Wewe huyu kimwona KR utakumbuka mtoto wa leo akimwona KR, huyu ni dancer tunapiga mapanga. Sure. Lakini leo tunamwita Kaka Rashid. Au sio bana? Lakini leo hii wakati inatoka sauti ya Manka ya Crazy GK, sisi tulikuwa tunawachukulia mabisho wanatoka, wenzetu wanatoka East Coast. But by then tunaamini East Coast yakai mtu kama sio bisho. Si ndio? Sahihi kabisa. Sisi tunaotoka Manzese, tuna Manzese Crew, tuna Tip of Connection, tuna yani wengi. Lakini kama unakumbuka Gango Mob, si ndio? Au unawakumbuka wale ngoma ile ya Juma anasema sijui nini la kubaya alifagiliwi, au Mabaga Fresh, au kwa sababu maskani yangu viziwi mtulize. Mabaga Fresh nao wapo kwenye show pia. Wapo lakini wakati yeye Nature anawapresent wale naniliu, aliwapresent kama viziwi akimaanisha walemavu. You understand? Marehemu dada yangu Mwana Hawa, ambaye kwenye nyimbo ya Kazi Yake Mola ameimbwa Kwa Heri Mwana Hawa, alikuwa anaimba nyimbo by then, wakati anaumwa anakaribia kufa, anaimba nyimbo ya Mabaga Fresh, tunataabika tunazurubika natabili kufa na kuzikwa.
Heshima nyingi sana kwa Butale, na ukimsikiliza na ukiwa unamwangalia unajua tu kabisa kwamba inazungumza Bongo Flava aina gani na safari ambayo yenyewe tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Lakini sasa mwenzetu Gilfred alikuwa na katika sehemu ya maandalizi. Unajua shughuli yenyewe ni leo miaka 30 ya Bongo Flava, na alikuwa sehemu ya wale pia wanaoendelea kufanya mazoezi kujiandaa na vionjo pengine vinavyotokea pale. Sio uhondo mzima, lakini sehemu ya vionjo, na tiketi nasikia zimeisha. Tusikilize afu tuone walichokifanya kitu gani. Mabu ulala waibu hatari sana, nafurahi tafute ni mtazamo Zamo MC, usogope kivuli, bora ukemee mabaya na usifie mazuri. Lakini mimi ni msanii kio cha jamii, noko watu sopa kazia yasowahusu wao kuingilia, maneno yao ni kama ya simba, ukiyasikiliza lazima utaminia. Utasikia pale wimbo wa Dingi, watasikia wimbo wa Knock Knock. Nini mnataka mase? Nenda lesi na mengaiko ya dunia hii. Nafanya kazi na unisitiri, nipate kasi na kucrash kwenye hali ngumu. Sionekani ila kwa promise tu. Kama sidiri basi kwangu mimi ni juu. Si madharau basi kazi tu. Kwa sababu sionekani. Usimalize utamu bwana. Asante sana Gilfred, na sehemu ya vionjo akiwa kwenye maandalizi ya kile ambacho kinafanyika leo. Moja kati ya historia kubwa ni kufanya sehemu ya miaka 30 na kile ambacho kimefanyika, na wapo wengi waliopumzika na walikuwa na jasho lao kwenye hii Bongo Flava. Unazungumzia mtu kama Mangoya, unazungumzia mtu kama Godzilla na mengine tofauti. Lakini Maloto, kabla hatuja kupeleka kwa Stara Thomas pengine kuburudika na kile ambacho amekifanya, chochote tu kuelekea kwenye hii siku ambayo ni kubwa na ndoleo Julai 10, lipi ambalo unalo? Miaka 30, historia inawekwa, haikuwahi kufanyika na pengine ni jambo kubwa sana hili. Labda urudie swali. Hili jambo la kwenda kufanyika leo, neno lako tu ambalo pengine ukalizungumza kabla tuenda kwa Stara Thomas. Kwanza ni kuwatakia kila la heri. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba jambo lolote la kuenzi utamaduni wa Bongo Flava ni jambo zuri sana. Kwa hiyo kinachobaki ni kuona namna bora ya kuiweka sawa historia, ya kuiweka sawa hadithi hii ya Bongo Flava kwa muda wote tangu ilipoanzishwa. Kwa hiyo mimi kwangu mimi ni kila laheri, na naona kwamba ni kitu positive cha tukizingatia masahihisho kwa ambayo mimi naamini kwamba yanahitajika. Unajua miaka 30 kama ingekuwa ni kwa usahihi au tunavyozungumzia milestone ya Bongo Flava, haipaswi kuwa tu ni concert ile mnakwenda pale mnakutana mna perform na nini. Kuna vitu vingi ambavyo vimepita. Umeona, kwa mfano umewazungumzia Godzilla, umemzungumzia Mangoya, lakini mimi kwangu nitakwambia mtu wa kwanza ambaye alifariki, ambaye ni kati ya mababa waasisi wa muziki huu ni Nigga One. Yes, ambaye anaitwa ni Adili Kumbuka. Alikuwa ni wa kwanza unit, lakini tumempoteza DJ Kim ambaye ndio aliasisi, ambaye ndio mwanzishi wa taasisi yake ya Kim and the Boys. Ilikuwa inaratibu Yo Rap Bonanza, ambao ndio jukwaa la kwanza ambao liliwaleta watu wenye vipaji pamoja kushindana na kuonekana na vitu kama hivyo. Stara Thomas, tunasema kwamba kumtazama na kusikia kile ambacho kufanya. Neno moja tu kuhusu Stara ambalo unakumbuka kile alichokifanya kwenye safari yake, jasho aliloliacha na anachoendelea pia kukifanya. Stara ni mkubwa. Ngoja nikwambie. Kwanza Stara, watu ambao sijui kama kuna watu wanafahamu kwamba Lady JD huyu ambaye ni mwanamuziki mkubwa sana, Jide, amewahi kuwa back vocalist wa Stara Thomas. Sure. Wakati huo Stara akiwa ni mwanamuziki ambaye ametangulia kabisa, wala sikutani. ni mwanamuziki mkubwa na Jide akasimama kama back vocalist wake. Unapomzungumzia Stara, haumzungumzii mwanamuziki wa juu, unamzungumzia mwanamuziki mkubwa sana. Na kwa watu ambao wanaijua historia ya muziki, kati ya mwaka 2000 kuja 2000 mpaka na 10, Stara alikuwa ni jina kubwa sana. Umeona, mwanamuziki mkubwa, nyimbo ana heshima kubwa, na sio tu kwa nyimbo zake, lakini amehusika kwenye nyimbo pia ambazo pia zimekuwa ni alama ya huu muziki, kwa sababu kwa mfano kama wimbo kama Kiburi ni sauti ya Stara ambao ni wa Sugu, wimbo kama Sugu wenyewe ni sauti ya Stara.
Kwa hiyo Stara ni mwanamuziki mkubwa, ni mwanamuziki wa mwenye heshima kubwa. Umeona? Sasa kwa nini umechagua kumzungumzia yeye na sio wengine? Lakini kwa kifupi ni kwamba Stara ni mwanamuziki mkubwa. Sasa hivi tuna version nyingine ya miaka hapa mwishoni inamalizikia. Sasa sio inamalizikia, tunaendelea nayo kina Diamond Platnumz, Alikiba, Harmonize, Rayvanny, Mbosso, wengi au kizazi cha hapo kina Jay Melody. Bongo Flava hii kwa ufupi tunaizungumziaje sasa? Ni Bongo Flava ya biashara kubwa. Ya biashara Bongo Flava ambayo inaenda sawa na mabadiliko ya ulimwengu. Kwa sababu wakati Bongo Flava ambayo ilianza ikaja, unajua ukitaka kuigawanya vizuri Bongo Flava utagawa vizazi. Mimi nitakupa kuna kizazi cha kwanza ambacho ndicho cha kina Kwanza Unit, kina Sugu, kuna kizazi cha pili ambacho kuna kina Gangwa Mob, kina Juma Nature, kina nani, kuna kizazi cha tatu. Mimi nataka nikwambie hiki ni kizazi cha 4. Na hiki kizazi cha 4 kinakwenda vizuri sana na mabadiliko ya ulimwengu, na tunaona wanafanya vizuri, umeona, wanaishi vizuri, umeona. Sijui unataka tuzungumzaje, lakini so far ukiangalia kumekuwa na ushindani Alikiba na Diamond. Top ya sasa hivi wawili wa juu sasa hivi ni nani kwenye muziki wa Bongo Flava? Hichi kizazi cha 4 sasa utakizungumza. Kwanza kuzungumzia swala la top inakuwa sio sawa sana. Lakini nataka ukiniambia kwa mfano mimi Alikiba tangu nimemsikia kwenye wimbo wake mwaka 2006 Cinderella mpaka leo amekuwa na consistency ya hali ya juu. Maana yake amekuwa kwenye vizazi wetu ambao tunavitaja cha tatu, amekuwa na hichi yupo kabisa. Yaani wala ni amekuwa na consistency. Nikimwangalia Diamond tangu anatoa wimbo wake ule wa kwanza sijui kamwambie mwaka 2009 mpaka leo Diamond yupo. Kwa ni wanamuziki ambao wana heshima kubwa, wameweza kufanya mapinduzi makubwa. Na ukiangalia kazi ambayo ameifanya Diamond kutengeneza lebo yake ya Wasafi ambayo imezalisha wanamuziki wengine. Kwa tunavyozungumza leo hii kwamba muziki huu kutoka wavuja jasho watembea kwa miguu mpaka kuwa kiwanda, kuwa kiwanda. Sasa tunarekodia nyumbani Maloto sasa hizi. Tasnia ambayo inaingiza mabilioni. Kiuhalisia ni kwamba ni safari ndefu, na ndio maana nikasema mwanzoni kwamba Bongo Flava haipasi kuwa ni concert ya pamoja moja tu. Kufanya concert ni kitu kizuri, lakini ni vizuri kuwa na vitu, umeona, na kutambua safari ile. Ndio utakuja kutambua kwamba okay, kumbe muziki huwezi kuizungumzia safari ya muziki huu bila kuwagusia pia kina Diamond. Bila kuwagusia hawa ambao umewataja kina Rayvanny, kwa sababu na wenyewe wana nafasi yao kutoa muziki. Zamani wakati kina Sugu anaonekana kama ndio anaweza kwenda nje, alikuwa anaweza kwenda kufanya concert kwa watu wachache. Unaona, leo hii kina Diamond wanatoka wanaenda kufanya events nje ya nchi na wanajaza watu. Kwa hiyo unaweza kuona wameupeleka muziki mbali kiasi gani. Tuache walale, si ndio wanasema? Maloto, wakati usingetosha, lakini tungezungumzia mengi kwa mbali kina Baba Nuru, lakini wakati sasa si rafiki. Tunakushukuru sana, tumepata mengi sana. Tunaelewa sasa jenzi wanaelewa wapi muziki umetoka na unapokwenda. Ni Lukman Maloto, mdau mkubwa wa muziki wa Bongo Flava, ametueleza mengi, lakini leo ikiwa ni 30 ya Bongo Flava. Hii ni Morning Trumpet.